Picha inaanza mida ya usiku huko Abuja nchini Nigeria. Tukipelekwa moja kwa moja kwenye familia hii hapa, na pale tunamwona baba, mama na mtoto wao wa pekee Olachi. Ni familia mojawapo yenye furaha tele, na pale tunaona wakishare moja ya moments nzuri kama familia, huku wakiwa wanakula ndizi pamoja. Na pale tunamwona Meya babake na Olachi akimkatia ndizi mwanae na kumpatia. Na baada ya hapo anampatia na mke wake Timi, kisha na yeye anachukua moja. Wanaonekana wakiwa na furaha sana katika momenti hiyo. Mara baada ya Olachi kula ndizi anaanza kujisikia vibaya. Olachi, uko sawa mwanangu? Ndiyo mama, niko sawa tu. Una uhakika? Ndiyo. Basi sawa. Haikuchukua muda, hali ya Olachi inazidi kuwa mbaya tu, na anazidiwa sana. Ni kulia tu, tumbo linaniuma. Yaani Olachi halielewi kabisa tumbo lake. Kipenzi, kanichukulia ufunguo za gari tumwaishi hospitali haraka. Kabla hata Timi ajienda kufuata ufunguo za gari, Olachi anakata moto pale pale. Olachi. Yaani wanajaribu kumwamsha pale, lakini Olachi alikuwa ameshakata moto tayari. Iliyokuwa furaha hapo mwanzo ikageuka kuwa majonzi kwa wanandoa hao. Sasa ndani ya nyumba ilikuwa ni majonzi tu. Yaani Meya na Timi wanahoji uwepo wa Mungu. Na kama yupo wanadai ya kufanya haki kabisa kwa upande wao, kwani haikuwa sawa kabisa binti yao kufa kwa namna ile. Ilikuwa ni huzuni sana kumpoteza mtoto wao pekee kwa namna ile, na hasa wakati huo. Yaani haikuwa sawa kabisa mioyoni mwao. Yaani huu usiku mzima ulikuwa ni vilio tu. Naam, basi siku nyingi zikapita, na kama ilivyo ada baada ya kumstiri Olachi wakaendelea na maisha mengine, lakini wakiwa na majonzi mioyoni mwao. Yes, basi siku hiyo tunamwona Meya akiwa anatoka kazini. Mara ghafla ikasikika sauti ya mtu akipiga kelele. Haikuchukua muda, Meya anawahi kwenda kufungua geti. Ile anavyofungua geti hivi anamwona Olachi huyo hapo. Mchizi alipagawa baraa na chapa na kimbia akirudi ndani haraka. Kuona vile Olachi anamcheka babake, alafu huyo anapotea ghafla. Sasa hili ni wenge kweli au kuna namna kifo cha Olachi kina maswali? Tusihukumu mapema, tutajua mwishoni. Basi ule usiku mchizi akiwa anatoka kuoga hivi anaenda kufungua kabati la nguo avae. Mara ghafla mauzauza yakaanza. Yaani taa inajizima yenyewe na kujiwasha, alafu kabati linajifungua na kujifunga, ikiwa ni pamoja na nguo kuanguka chini. Mwamba akaona huu msala balaa, chapa akakimbia pale. Basi siku kadhaa mbele tunamwona Meya akiwa anatoka gym. Pale anaonekana amechoka sana, hivyo anajiegesha kwenye kochi na chapa anapitiwa na usingizi pale pale. Mke wake Timi anavyorudi kutoka miseli anamkuta kalala pale kwenye kochi tu. Ile kumwamsha hivi mchizi anashtuka ni balaa. Mpenzi, uko sawa kweli? Mchizi anajitafakari tu, sijui ndo wengi la usingizi. Niambie mpenzi, kuna shida? Hapana kipenzi, ni ndoto mbaya tu. Kumbe mwamba alikuwa anaota. Sema mchizi alikuwa anasumbuliwa sana na ndoto kuhusu binti yake Olachi. Baada ya tukio hilo wanandoa wale wanaelekea chumbani kupumzika. Basi wiki kadhaa mbele maisha yanaendelea kwa wanandoa hao, na pale tunamwona Timi akiwa anaangalia TV. Sio muda Meya anajumuika naye pale sebleni kuangalia TV. Wakiwa pale mke wake anamuuliza kuhusu appointment yake na daktari kwa ajili ya episode alizokuwa anazipata za kumuona na kumuota Olachi kila muda. Hivyo anamwambia, niliongea na daktari na akaniambia ni trauma tu. Kuna muda inatokea lakini kila kitu kitakuwa sawa tu. Mbona mimi sipati hizo trauma kipenzi? Nilimuuliza pia na alidai trauma kwa kila mtu ni tofauti kidogo. Basi sawa kipenzi, pole sana. Sema naamini Olachi yupo katika mikono ya Mungu. Baada ya mazungumzo hayo mafupi wanachili kuangalia movie pamoja. Mara ghafla movie inakata, alafu Olachi anatokea kwenye TV akimwambia babake, "Mwambie mama ukweli au nitamwambia mimi." Mwamba anashtuka balaa, alafu sasa ni yeye mwenyewe tu ndo kamuona. Timi anamuuliza, "Meya, upo sawa kweli?" "Ndio kipenzi, ni trauma tu inanisumbua." Basi mchizi anaomba udhuru kidogo akielekea kwenye gari. Yaani Timi haelewi kabisa kinachomsumbua mume wake, kwani hajui kinachoendelea. Mchizi anavyoingia kwenye gari tu Olachi huyo hapa anamtokea. Na bado Olachi anamsisitizia, "Mwambie mama ukweli au nitamwambia mimi." Mchizi ni kuomba msamaha tu, anajaribu kutoka kwenye gari lakini milango imejiloki. Mwamba anachanganyikiwa sana mpaka anazima pale pale, alafu Olachi anapotea tena. Swali linabaki, ni ukweli upi Meya anatakiwa kumwambia Timi mama yake na Olachi? Upande wa sebleni Timi anapata wasiwasi sana, kwani ni muda mrefu Meya kaondoka na hajarudi, na wala kusikia gari likitoka mjengoni kabisa. Anavyoenda kucheki dirishani hivi anaona gari lipo, hivyo anatoka nje kwenda kumcheki. Anavyomcheki kwenye gari anamkuta mchizi kazima kitambo sana kwenye gari. Meya, muuni yani alishtuka kama amemuona Olachi vile. Nini kinaendelea kipenzi? Una uhakika huna cha kuniambia kweli? Hamna kitu Timi, kila kitu kipo sawa tu. Meya, nishaanza kuogopa, niambie tu nini kinaendelea mpenzi? Hamna kitu kinachoendelea mpenzi, twende ndani tu. Basi wakazama ndani kupoa. Naam, basi ule usiku tunamwona Timi akiwa imetulia huku akiangalia picha za mwanae Olachi kwenye simu. Pale anaonekana akiumia sana kumpoteza mwanae. Mauzauza yakaanza sasa, mara taa zinajizima na kujiwasha zenyewe. Yaani Timi anaogopa vibaya sana, na ukizingatia yupo mwenyewe alafu ni usiku. Na tunaona mlango wa sebleni nyuma yake ukijifungua na kujifunga kwa nguvu. Chapa anashtuka, "Nani wewe?" Mara anasikia sauti ya Olachi. "Mama!" "Olachi mwanangu, ni wewe?" "Ndio mama, ni mimi." "Upo wapi mwanangu?" Mara ghafla mzima Olachi huwa hapo pembeni yake. Baada ya kumuona tu ni kilio tu. "Uko wapi kipenzi changu?" Olachi anamwambia, "Sijui mama, naogopa sana, nataka kwenda nyumbani."
Anavyotaka kumshika hivyo, Urachi huyo anapotea ghafla. Ni huzuni kubwa sana kwa Timi, yani anabaki kulia tu. Basi upande wa pili tunamwona Timi akishtuka kutoka ndotoni. Kipenzi, kuna shida? Nimemwona binti yetu Urachi hana furaha kabisa na anadai anataka kwenda nyumbani. Basi mchizi anamtuliza mke wake pale, ni ndoto tu mpenzi. Na baada ya hapo wanarudi kulala kwani ni usiku. Haikuchukua muda mrefu, ule usiku akiwa amelala, mchizi anaanza kuhangaika tu akiwa ndotoni. Yaani anasikia sauti ya Urachi ikijirudia tu. Mwambie mama ukweli au nitamwambia. Ni balaa, yani Muni anageuka tu, mara kulia, mara kushoto, yani anahangaika tu pale. Mchizi anaweweseka sana hadi anaanguka kutoka kitandani. Chap Mea anashtuka akijikuta chini ya kitanda, ni kujinyoosha shingo tu. Yaani usingizi ushakuwa mchungu kwa yeye kisa amegoma kusema ukweli. Hivyo mwamba anakaa pale kitandani na kuwaza sana. Basi siku iliyofuata tunamwona Mea akimtafuta mke wake nyumba nzima lakini hamuoni. Kuangalia getini hivi anaona geti limefungwa lakini akiangaza hamuoni. Kumbe Timi amepoa nyuma ya nyumba huku akiwa amepitiwa na usingizi huku akiimbia nyimbo na mzimu wa mwanae Urachi. Mama, I love you, you love me too, we were one happy family. Hapo ndo mchizi anatokea nyuma ya nyumba sasa, alafu anamwona Urachi na mamake. Chap anarudi nyuma kujificha. Yaani mchizi ni kuchungulia tu. Chap Urachi anashtukia na anapotea. Ile baada ya kumwona Urachi kapotea tu, kwa uoga mchizi anaenda kumamsha mke wake na wanaelekea ndani. Hali ni mbaya sana kwa Mea kwani anaona mauzauza tu kila siku. Je, amemtoa kafara binti yake wa pekee au kuna kingine? Basi tuendelee kutazama kujua nini kinapelekea yote hayo kutokea. Basi siku iliyofuata Mwamba anajiandaa vizuri kabisa kwenda kazini na tunaona anaenda kwenye gari lake kwa ajili ya kwenda ofisini. Baada ya kuingia kwenye gari na kupoa, anaona kinoti kimeandikwa Tell Mommy Now. Anavyojaribu kukishika hivi kinapotea. Baada ya kuona vile, Chapa anachomoka kwenye gari na kukimbia ndani. Akiwa ndani anawaza tu jinsi gani atamwambia mke wake ukweli mzito kumuhusu mtoto wao Urachi. Yaani kichwa chake hakipo sawa kabisa. Basi siku hiyo ndio inaisha hivyo. Basi siku iliyofuata kama kawaida Mwamba anajiandaa kutoka. Anapofika kwenye gari mara gari linajiwasha lenyewe. Anavyojaribu kufungua na ufunguo hivi anaona limejiloki. Sio muda taa za gari zinajiwasha zenyewe ikifuatana na alarm. Baada ya kuona vile tu muoni huyu anakimbia ndani Chapo. Ushakuwa msala yani. Naam, ule usiku tunamwona Timi akiwa anaosha vyombo jikoni. Sio muda Mea anatokea na wanandoa wale wanaendelea na mahaba yao kama kawaida huku wakipiga stories hapa na pale. Timi anamwambia Mea, kipenzi, ni muda sasa nyumba yetu imekaa kimya sana. Itakuwa vyema tukiweka mipango ya kujenga nyumba yetu upya. Mea anadai ni haraka sana kufanya hivyo kwani bado anamwenzi mwanao Urachi. Hivyo wanakubaliana kusubiri. Wakiwa pale Mea anaelekea kwenye friji kuchukua maji. Anavyofungua hivi anakiona kichwa cha Urachi hichi hapa. Mwamba anastuka balaa na kufunga friji chap. Mea, kuna nini? Hamna kitu, kila kitu kipo sawa kipenzi. Basi baada ya msala huo sio muda wanasikia mtu akipiga kelele sebleni. Hivyo Chapo anaenda kuangalia ila wote walikuwa jikoni. Nani sasa kapiga kelele huko sebleni? Wanaporudi jikoni wanakuta kila kitu kimevurugika. Takataka zimemwagika chini na vyombo vimevunjika. Yaani ni hatari kweli. Nani sasa kafanya vile? Hawajui. Nyumba ya moto. Kwa upande wa nje ya nyumba tunamwona Urachi akiwa anapiga zake msele mjengoni na wala hawazi. Waza ni nyumbani kwa babake na mamake. Yaani anavimba anavyojisikia. Ule usiku wakati wa kulala Mea anarudia na kumbukumbu za zamani akiwa anacheza na binti yake Urachi. Na pale walikuwa wanafurahi sana kama familia. Inamuuma sana Mwamba kumpoteza binti yake wa pekee. Hivyo analia tu. Na pale tunamwona Timi mke wake akimtuliza. Mea, usilie, ni mipango ya Mungu. Na baada ya hapo wawili wale wanalala. Naam, na siku hiyo inaisha hivyo. Basi siku iliyofuata Timi na Mea wanabishana pale. Hapana Mea, naomba uniambie nini kinaendelea kipenzi. Hamna kitu kinachoendelea. Daktari alisema ni trauma tu. Hapana Mea, sio trauma hii. Leo huendi popote hadi utakaponiambia nini kinachoendelea yani. Nataka nijue nini kinachokusumbua. Yaani Timi kagoma kabisa, hataki kuelewa na anataka aongee na mume wake ili wajue nini shida. Wakiwa pale wanabishana, Mea anashtuka akiashiria ameona kitu. Umeona nini tena kipenzi? Sawa, nitaongea. Yaani mchizi amemfika shingoni. Mwamba anamsimulia mke wake sasa. Inaanza pale ambapo nilikuwa nakaribia kupoteza kazi yangu. Na ukizingatia nilikuwa na wewe pamoja na Urachi, familia yangu ya kuitunza na kuihudumia kwa ubora wa hali ya juu. Hivyo nikahofia sana tukirudi kwenye umaskini itakuwaje? Niliwaza sana siku hiyo, hivyo nikamshirikisha rafiki yangu Williams kuhusu hali yangu kwa wakati huo. Na Williams aliniambia niende nyumbani kwake siku inayofuata kwani anaweza kunisaidia. Basi siku iliyofuata nilienda nyumbani kwa Williams kama tulivyokubaliana. Nilipofika tu alinipeleka sehemu. Na pale akanikutanisha na mtu anaitwa Lord Lumba ambaye ni mganga wake. Tulipofika kwake Lord Lumba aliniambia kila kitu kinachonitatiza na akasema atasolve kila kitu. Hivyo nikamwamini kwani alijua shida yangu hata kabla sijamwambia. Nilifurahi sana ila sikujua kama ilihusisha vitu vya damu. Tukiwa pale alinipa kioo ambacho nilienda kuweka ofisini kwangu. Ilikuwa nikitaka kuongea na mtu kesho au nahitaji kitu chochote kutoka kwa mtu huyo, namuita kwa jina lake mbele ya kioo kile na ninamwambia ninachokitaka. Na kweli kesho ikifika ilikuwa hakatai.
Mambo mengi sana alinyooka kwa kufanya vile, ikiwa ni pamoja na kazi yangu, na nilifurahi sana. Ila siku moja nilipoenda kwa Lord Lumba, akaniomba jina la binti yangu na nikampatia. Na ile siku niliporudi nyumbani ndio Olachi alifariki. Kwa hiyo unahusika na kifo cha binti yetu Mea? Hapana, siwezi kumuua mwanangu kipenzi. Siku iliyofuata nilimuuliza Williams kuhusu hilo na akaniambia Lord Lumba amefanya nafasi yake. Niliumia sana kujua kilichotokea kwa Olachi, hivyo nikawahi ofisini kuvunja kile kioo nikiogopa kuwa wewe ndio ungefuata. Naipenda sana familia yangu. Mwamba alilia sana pale akimwomba msamaha mke wake, akimweleza kujua kabisa kama kuokoa kazi yake kungepelekea kumwaga damu isiyo na hatia. Yaani pale ndani ilikuwa ni majonzi tu. Basi ukweli ndio huo na ni mzito, sio poa. Naam, ile baadaye Timi akiwa anatoka chumbani live anamuona Olachi sasa. Pale Olachi anamwambia mamake, mama, sasa nina amani, naweza kwenda nyumbani. Nimekuja kukuaga mara ya mwisho kabla sijaondoka. Baada ya kusema hivyo tu Olachi huyo anapotea. Ule usiku Timi akiwa kitandani ni kulia tu, yani ana huzuni sana moyoni kwake. Haikuchukua muda, Timi anafanya maamuzi ya kuondoka usiku huo huo, akibeba na begi lake la nguo. Mwamba anamwomba msamaha tu, lakini Timi anamwambia hawezi kubaki na muuaji. Baada ya kusema hivyo, anamwambia atarudi kuchukua vitu vyake vilivyobaki. Na hivyo ndivyo Mwamba anavyompoteza binti yake wa pekee pamoja na mke wake kwa maamuzi yake mabaya. Yes, na huo ndio mwisho wa picha letu kali kabisa titled Olachi. Thanks for the support guys. Kama ni mpya kwenye industry, basi usisahau kusubscribe kwenye channel kwa kubonyeza kitufe cha subscribe. Pia comment and share kuisaidia channel kukua. Shouts out for the support again. Hala, over and out my familia.